Leo mkongwe. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunakupatia uchambuzi wa kina kuhusu kinachotokea ili kuweza kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta madhara ya kiasi gani au faida ya kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida. Msikilizaji, taarifa ninazozipokea ni kwamba kumeshuhudiwa maandamano makali katika maeneo ya Zanzibar, na bila shaka maandamano haya yameendeshwa na raia wa Tanganyika ambao wapo maeneo ya Zanzibar wakilalamikia kukandamizwa katika sehemu mbalimbali ama ofisi mbalimbali za kiserikali katika maeneo ya Zanzibar, hali ambayo wamesema kwamba imekuwa ikishuhudiwa kwa muda mrefu na kwamba wamechoka kuonwa kama watu ambao sio wa Tanzania ambao sio Tanzania kamili, na kwa hivyo wamekuwa wakinyanyasika ama kupewa huduma kama wageni nchini Tanzania, na kwa sababu hiyo wameweza kufanya maandamano siku ya leo ili kuweza kuhakikisha kwamba wamelalamika na wamesikilizwa kutokana na hali hii ambayo wanaishuhudia katika maeneo haya ya Zanzibar. Msikilizaji, taarifa hii nataka nikusomee, kisha tutaweza kufanya uchambuzi wa kina kupata kuelewa kwamba kinachoshuhudiwa maeneo haya ya Zanzibar, hasa katika eneo hili la Stone Town ambapo maandamano haya yaliweza kufanyika, yanaleta madhara ya kiasi gani kwa watu ama kwa raia wa Tanganyika ambao wana shughuli zao Zanzibar, ambao wanafanya biashara pale, lakini pia ambao wanaingia na kutoka Zanzibar. Taarifa hii inaniambia hivi: hii ni jana jioni Zanzibar, maeneo ya Forodhani, na hawa ni wabongo wameandamana kupinga kubaguliwa na baadhi yao wakiwemo wafanyakazi na machinga. Kunyanyaswa ilipelekea majibizano na polisi na yakawa majibizano makubwa. Msikilizaji, kwa mujibu wa mkazi huyu wa Tanganyika, waliandamana huko Stone Town wakipinga kubaguliwa na Zanzibar, huku wakiweza kutoa sauti za Tanganyika amka, na wakiweza kusema kwamba wanahitaji kuwekana sawa kuhusu masuala kadhaa ambayo wanahisi hayajaenda salama. Sasa msikilizaji, swala hili la muungano limeibuaga maswali mengi tu katika siku chache zilizoweza kupita, huku baraza lile la wawakilishi la Zanzibar likiweza kuweka vigezo tofauti kwenye sekta mbalimbali kutokana na raia wa Tanganyika na watu wote wanaozuru Zanzibar. Leo mji mkongwe. Wakiweza kusema kwamba wazawa wataweza kuhudumiwa vitofauti ukiachana na kila mtu anayezuru Zanzibar. Kwa sababu hiyo, Watanganyika, watu wanaotoka Tanganyika bara ama Tanzania bara, watakuwa wanalipa ada zaidi, kinyume ama tofauti na watu walioko Zanzibar, huku wakisema kwamba Zanzibar haiwezi kumudu gharama ya kumshughulikia kila mtu ama watu milioni 60 wanaotoka Tanzania bara.
Hali hiyo, msikilizaji, imefanya kuwepo na mazungumzo makali ambayo yamekuwa yameibua pia hisia kali kutoka kwa raia wa Tanganyika, huku wakiweza kuhisi kubaguliwa kwa sababu wanahisi kwamba watu raia wa Zanzibar wanaosafiri Tanganyika wanapewa huduma kama Watanzania kwa kuonyesha tu kitambulisho kwamba mie ni Mtanzania. Unapata huduma ambazo unazihitaji bila kubaguliwa au bila kulipa ada zaidi. Lakini inakuwa tofauti mtu kutoka Tanzania bara anapozuru Zanzibar, anakuwa ni lazima alipe gharama zaidi, awe na vitambulisho vya kumtambulisha zaidi kama Mtanzania, kinyume na kitambulisho tu ambacho kinawatambulisha Wazanzibar Tanzania kwamba ni Watanzania tu, bila kuitishwa kadi nyingi tu za kudhibitisha kwamba we ni Mtanzania wa kutoka wapi, umekuja hapa kufanya nini, na uko hapa siku ngapi, na unahitaji hiki na hiki ili kuweza kupata huduma unapokuwa maeneo ya Tanganyika. Lakini inakuwa tofauti kwa mtu ambaye yupo Zanzibar. Unahitaji vitambulisho kadhaa vya kuonyesha umetokea wapi, una shughuli gani Zanzibar, upo kwa muda wa siku gani, kwa muda wa siku ngapi, kunradhi. Yani unahitaji udhibitisho wa hali ya juu. Lakini pia baadaye inapofika katika kulipia huduma ambazo unahitaji, unakuwa ni lazima uweze kulipa zaidi, ama pia unakosa kupata huduma za bure ambazo zinaruhusiwa kwa kila Tanzania, ambazo Wazanzibar wanazipata Tanganyika kwa bure, lakini hapa unakuwa ni lazima uweze kulipia. Ya hivi karibuni imekuwa ni ile ya kuhusu sekta ya afya ambayo inasema kwamba hospitali za Zanzibar haziwezi kuwapatia matibabu ya bure watu kutoka Tanganyika kwa sababu wanahisi kwamba hawawezi kumudu gharama ya kuwatibu Watanzania wote ama Watanganyika wanaotoka Tanzania bara kuzuru Zanzibar. Lakini inakuwa ni rahisi kwa Wazanzibar wanaozuru Tanganyika kupata matibabu ya bure kama Watanzania wowote. Swala ambalo linaonyesha kwamba kuna ubaguzi kutoka sehemu hizi mbili, na serikali haijaweka misingi ya kutosha kuweza kuhakikisha kwamba masuala haya yanashughulikiwa na kila mtu anakuwa anaona akiwa sawa na mwenzake. Sasa katika hali hii ndio maana Watanganyika wamefanya maandamano. Watanganyika wanaoishi maeneo haya ya Zanzibar wamefanya maandamano ambayo yanapinga kubaguliwa kwenye kazi zao na kwenye kila kitu wanachoshiriki. Habari hii imesema kwamba maandamano haya yameshuhudiwa katika eneo la Stone Town, maeneo ya Forodani, na hawa ni Wabongo wameandamana kupinga kubaguliwa, baadhi yao wakiwemo wafanyikazi na machinga kunyanyaswa, jambo ambalo limepelekea majibizano makali na polisi. Msikilizaji, ndo hali halisi na ndo kilichotokea eneo hili la Zanzibar. Kama unavyoweza kutazama video hiyo niloweza kukuwekea pale, unaweza kuona kilichoendelea pale, unaweza kusikia baadhi ya sauti za watu kutokana na kilichoendelea pale, na unaweza kuelewa kwamba watu wameweza kukasirishwa na hali hii ya kuonyesha ubaguzi wakiwa bado nchini na kuhisi kwamba wao sio Watanzania wa kikamili wanapohitajika kufanya zaidi ya ndugu zao wa Zanzibar. Msikilizaji, achia maoni yako kwenye comment section, tuambie kwamba unahisi mpango huu wa Zanzibar unakuwa unaonyesha ubaguzi kikweli kweli, ama ni mpango wa aina gani kwako? Kwa maoni yako binafsi, achia maoni yako kwenye comment section, lakini tunakukaribisha pia
endelea kutufuatilia siku hadi nyingine tuweze kuhakikisha kwamba tunakufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania.